Yes, bwana mambo vipi? Mchezaji Buba Jamel ni mchezaji ambaye amesajiliwa na Yanga mwishoni kabisa mwa dirisha dogo. Buba Jamel bwana amekuja akiwa ana CV ya kawaida, lakini tunakumbuka wachezaji ambao hawaji kwa kuimbwa sana au hawaji kwa majina makubwa ndio wachezaji ambao wanafanya vizuri. Hivyo katika mechi yake ya kwanza ya kombe la FA dhidi ya Cosmopolitan, Buba Jamel ameonyesha kuwa ana kiwango kizuri na mwanzo wake mzuri ni kutokana na yeye kufunga magoli mawili katika mechi yake ya kwanza akiwa amevaa uzi wa Young Africans. Ni jambo zuri kwa mchezaji yoyote mechi yake ya kwanza akiwa uwanjani na kuperform, haswa wachezaji ambao wanacheza nafasi za mbele ambao ndio wanahusika na swala zima la kufunga au kuassist. Hivyo Buba Jamel imeonekana akiwa ana mwanzo mzuri. Kinachotakiwa kionekane, je, muendelezo wake utakuwaje, au anaweza akawa ni kama baskeli ya mabua, yani ameanza vizuri lakini mwishoni akaja kuharibu. Ndio kitu ambacho watu wanakisubiri na kumuona mchezaji wao ataendelea na muendelezo gani, kama ni mwanzo tu au kuna vitu vingine atakuja aongeze hapo mbeleni, kutokana tunajua fika kabisa ndio mechi yake ya kwanza na vile vile bado hajazoeana na wachezaji wenzake. Hivyo hata katika mechi ambazo zinakuja mbeleni itakuwa ni ngumu kuonekana akiwa anaanza katika kikosi cha kwanza, japokuwa ana uwezo mkubwa na anajua kucheza mpira. Nafasi yake inaweza ikawa bado ina mashaka, kutokana kuna mechi ngumu ambayo inakuja mbeleni, Yanga dhidi ya Simba. Ni mechi ngumu na ni mechi ya derby. Simba nakumbuka fika umefungwa na Yanga mara 6. Hivyo mechi hii itakuwa ni mechi ambayo ya kutoa uteja ambayo itachezwa tarehe 1 mwezi wa 3, lakini wana Yanga nao wanataka waendeleze ubabe wao pale pale. Hivyo katika mechi kama hiyo ya derby, Buba Jamel anaweza asiwe kabisa katika kikosi cha Yanga ambacho kitaanza, lakini anaweza akawa sabu kutokana na uwezo wake, anaweza akaenda kubadilisha kitu, haijalishi matokeo yatakuwa ya namna gani bwana. Lakini swala kubwa ambalo kwa hivi sasa watu ambao wanalizungumza kuhusiana na mchezaji huyu Buba Jamel kutokana na profile yake sio kubwa sana, lakini ndio anaweza kawa amekuja kuitafuta profile yake hapa na aweze kuimbwa na aweze kuonekana katika sehemu nyingine kubwa zaidi. Fika kabisa tunakumbuka Buba Jamel ametoka katika ligi kuu ya Angola na kocha Pedro Gonçalves alikuwa na kocha wa timu ya taifa ya Angola. Hivyo wachezaji wazuri ambao wanacheza pale Angola anawajua, na ndio maana pia alipendekeza Depu aje Yanga na Buba Jamel, na wote kwa hivi sasa yupo nao katika timu ya Yanga. Tunaona jinsi gani au watu wanahitaji kuona jinsi gani kocha wao atawatumia wachezaji ambao anawataka na uongozi umemtimizia, umemletea wachezaji ambao wale alikuwa anawataka. Sasa ni watu wanataka kuona kwamba wananchi timu yao itakuwa bora kiasi gani, kwa sababu kwa hivi sasa zishaanza lawama au chokochoko. Wanasema kwamba timu yao inacheza kawaida, timu yao haichezi kama vile ambavyo walikuwa wamezoea Yanga ikiwa inapambana uwanjani kwa muda wote. Kwa hivi sasa naiona kama inacheza kawaida, inacheza mpira ambao unaonekana sio wa kuvutia machoni pa watu au machoni pa wenyewe mashabiki wa Yanga pamoja na wanachama. Lakini baada ya mechi kuisha bwana, Buba Jamel alikuja akazungumza, aliongea maneno mengi lakini machache ambayo Buba Jamel amesema anafurahi kutokana na mechi yake ya kwanza amecheza na ameweza kushinda. Hivyo ni mwanzo mzuri kwake na ataendelea kupambana na kuipambania nembo ya Yanga ili aweze kwenda mbele zaidi, japokuwa anajua fika Yanga katika mashindano ya klabu bingwa imetolewa, lakini bado ataendelea kupambana kwa sababu anajua kuna makombe mengi ambayo bado Yanga anashiriki, ikiwemo ligi kuu pamoja na mechi ambayo amecheza jana CRDB ikiwa ni mechi yake ya kwanza, lakini vile vile amefunga magoli mawili. Anaonekana ni mtu mwenye furaha kutokana, hata kama ungekuwa ni wewe ndio mechi yako ya kwanza unacheza na kufunga, basi lazima furaha iwepo kubwa. Ni jambo zuri kwa mchezaji kuanza vizuri, na ndio kitu ambacho watu wengi walikuwa wanatamani waone ataanzaje Buba Jamel, na Buba Jamel ameanza kwa kufunga magoli mawili. Lakini kuna mashabiki bwana walikuja wakashusha comment zao kuhusiana na swala zima la Buba Jamel kufunga magoli mawili katika mechi yake ya kwanza. Kuna wanaosema kwamba kuna bwana hapa ni msome kwa jina anaitwa Saidi Maulid bwana amesema kwamba Buba Jamel ni mchezaji mzuri, lakini kwa magoli ambayo amefunga ameona kama goli la kwanza lile lilikuwa tu la kawaida, lakini goli la pili ameni surprise kuona kwamba anajua kupiga 1v1 na kufungua katika nafasi. Hivyo ni mchezaji ambaye wana Yanga tulikuwa tunahitaji kama yeye, atatusaidia kwa namna moja ama nyingine. Lakini kuna mwingine hapa anaitwa
Magdalena Joseph anasema kwamba Buba Jamel ni mchezaji mzuri. Kwa mara ya kwanza mimi nimeanza kumuona akiwa anacheza Buba Jamel, lakini nimevutiwa naye kutokana na kasi yake ilivyokuwa kubwa uwanjani, hivyo anaweza kutusaidia huyu. Tungemwahi kumpata mapema, naamini Yanga tungeweza kufuzu kwenda katika hatua ya robo finali. Lakini pia hapa kuna Kelvin John amekuja kurusha komenti yake na kusema kwamba Buba Jamel ni mchezaji ambaye anaonekana anaanza vizuri, lakini je, muendelezo wake ataweza kuendeleza au ataishia hapa katika mechi za mwanzo akaonekana mchezaji mzuri alafu mbeleni tukaja kumuona ni mchezaji mbaya, au mbeleni akaja akawa anatuboa? Tunakumbuka fika bwana, timu ya Yanga ina mawinga wengi, nafasi za pembeni wanacheza wachezaji wengi na wana uwezo mkubwa, hivyo Buba Jamel anahitaji aonyeshe kiwango kikubwa zaidi. Maana ukiangalia katika timu ya Yanga upande mmoja kutoka Pacome, upande mwingine kuna Max, lakini vile vile nje yupo Clement Mzize. Je, Buba Jamel nafasi yake itakuwa ni namna gani? Vipi anaweza akaipata, au anabidi aongeze nguvu kubwa zaidi ili aweze kupata nafasi ya moja kwa moja katika timu ya Yanga? Lakini hata Ally Kamwe pia alimzungumzia Buba Jamel, kidogo aligusia kuhusiana swala zima la Buba Jamel ni mchezaji namna gani, na Yanga watarajie nini kutoka Buba Jamel. Ally Kamwe amekuja na kufunguka mengi, lakini swala kubwa ambalo amelizungumzia Ally Kamwe kuhusiana na Buba Jamel, amesema ni mchezaji ambaye tulikuwa tunahitaji mchezaji mwenye kama Buba Jamel. Ni mchezaji mzuri, ni mchezaji ambaye ana spidi kubwa, hivyo wana Yanga muendelee kwa kupata burudani, raha zitaendelea hapa Jangwani. Hivyo wananchi na wasii katika mechi zetu join kwa wingi, kwa sababu burudani inaendelea. Tunajua fika mna uchungu kwamba tumetolewa katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika, tumeshindwa kwenda katika robo finali. Hata sisi ni swala ambalo linatuuma, tunajua fika tumeshindwa kwenda katika hatua hii mara 2 mfululizo, hivyo linatuumiza sana ile swala, lakini tutakuwa imara katika msimu ujao. Lazima tuvuke, lazima tujipange mechi zetu tucheze vizuri ili tuweze kuvuka, maana ili tuvuke inabidi tuanze mechi zetu vizuri, na hivyo msimu unakuja tutaanza vizuri ili tuvuke. Hivyo wananchi msiwe na wasiwasi. Pia mechi yetu ya Simba tunacheza pale Zanzibar New Amani Complex, hivyo mashabiki mje kwa wingi katika mechi yetu hiyo ya tarehe 1 mwezi wa 3. Tuje tena tumfunge mtu wetu mara ya 7, tuje tumfunge mai wetu kwa mara ya 7. Hayo ni maneno bwana ya Ally Kamwe akiwa anawaasi mashabiki katika mechi zao wamiminike kwa wingi, haswa katika mechi dhidi ya mtani wao wa jadi Simba, ambayo itachezwa tarehe 1 mwezi wa 3. Ni mechi ambayo itakuwa ni ngumu kwa timu zote mbili, lakini Simba ikiwa inataka ikate uteja, huku Yanga ikiwa inataka iendeleze uteja mbele ya Simba, na ndio maana hiyo mechi itakuwa ni ngumu. Kiacha kwenye makaratasi, hata uwanjani itakuwa ni mechi ya vuta ni kuvuta, itakuwa ni mechi ya patashika nguo kuchanika, kwa sababu kila mmoja anajiona kwa hivi sasa ni bora kuliko mwenzake. Lakini we mdau wa soka, mdau wa michezo, unaonaje swala zima la Buba Jamel pamoja na timu ya Yanga? Vipi katika mechi ya dabi itakuwaje? Na je, Buba Jamel ni mchezaji ambaye anaweza kuingia katika kikosi cha Yanga moja kwa moja, au anaweza akasuasua? Shusha comment yako, pata comment section. Vile vile usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kushare katika page.